kwa sababu mwanamke ana nguvu ya kuatamia. Hata wakati wa kuzaa, anayepewa mbegu ni mwanamke. Mwanaume anatoa mbegu, mwanamke anachukua mbegu, anaziatamia mpaka mtoto anazaliwa. Mwanamke ana uwezo wa kuishi na mwanaume mwenye ambaye anaanza naye zero, akambadilisha mpaka akaonekana ni mtu. Why? Kwa sababu mwanamke akona uwezo wa kuatamia. Mwanamke ana uwezo wa kushikilia kitu, ana uwezo wa kukamatia ndoto ya mwanaume, ana uwezo wa kukamatia maono ya mwanaume, ana uwezo wa kukamatia maono ya mtoto wake, alafu ikafika pale anakotakiwa. Sikiliza nikwambie, naomba mu flashback. Sisi wenyewe tuko tunaposiende tu kule kijijini kwenu, kwa sababu naanza kurifaa kwa wajomba zenu, kwa baba wewe mwenyewe. Wakati umeolewa ulimkutaje mume wako? Ujioni wewe ni shujaa? Inawezekana mume wako alikuwa halina mambo ya maendeleo. Kwanza hajui masuala ya matumizi ya hela, ni supplier, ni mtoaji. Yaani alikuwa haelewi chochote, lakini ulianza kumwambia tununue kiwanja, tuanze kujenga, tutafute namna ya kupata gari, tutafute namna ya kuwa mradi huu, tuanze kufanya hivi. Kuna saa ulikuwa unamwambia hataki. Kwa sababu wanaume huwa wana kitu kimoja, huwa akikukubalia ndio anaona kama ndio una sauti. Kwa ukiona umemwambia mwanaume jambo akakataa, kwa sababu ngoja nikwambie, kuna kitu unaweza kumwambia mume wako kwa mara ya kwanza nikuonyesha kwamba wanawake ni watu watamiaji hatari. Unaweza kumwambia mume wako tufungue biashara, hapana, akaenda. Kwa sababu mwanamke ni mwatamiaji, bado anatamia ile ndoto, bado anatamia ile maono, ataenda. Kuna siku nyingine tu wanaweza wakawa wanakula chakula wako mezani, au wanakula kile chakula kingine, anamwambia lakini si unakumbuka nilikwambia biashara itatusaidia nani? Hapa sio mahali pake bwana, acha kwanza. Anaendelea hata wakati tamaa. Ni mara ngapi, vitu vingapi ulimpega mume wako avifanye? Ulitumia miezi na miezi ukimwambia, lakini siku alikuja kufanya, leo kwenye familia mpaka leo naweza kama mnajisifia, kwa sababu mwanamke ni mwatamiaji.